Kwa sasa tunaweza tukasema wimbi la mashoga, wimbi la mapenzi ya jinsia moja limekuwa kwa kasi na linaendelea kukua kwa kasi sana. Yani sio katika mabara tofauti ya Amerika na sehemu tofauti, lakini pia hata katika bara la Afrika. Ila tunashukuru kwa kupata, naweza nikasema kwamba the GOAT of Africa ambaye ni Captain Ibrahim Traore kwa sasa, ambaye amekuwa na misimamo mikali sana ya kutaka hata wazungu waweze kumheshimu, na baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakiingizwa na kupewa nafasi, basi kwa yeye hayataki ndani ya nchi ya Burkina Faso, na amezidi kuomba pia hata kwa viongozi wengine ndani ya nchi za Kiafrika waweze kupinga vikali na kuweka kabisa mikakati ya kuachana na masuala ya mapenzi ama kukubaliana na mikataba mapenzi ya jinsia moja. Hivi sasa ndani ya nchi ya Burkina Faso, katika kauli na tamko aliyoweza kutoa Kapteni Ibrahim Traore ni kwamba hatotaka kusikia mtu wa aina yoyote anayejihusisha na masuala ya penzi la jinsia moja, yani sio kwa wanawake na sio kwa wanaume. Lakini yeye tamko aliweza kulitoa ni kwamba endapo ikabainika kwa mwanaume unajihusisha na mapenzi ya jinsia moja, kwa sababu katika swala ambalo wameweza kutumia akili ya ziada ni kutaka kuwapa karantini wote waliopo kwenye mapenzi ya jinsia moja, kuanzia wanawake na wanaume, ili mradi waweze kupata counseling ya madaktari, na kama ni kutibiwa basi watibiwe, na yeye katika gharama yuko radhi atoe gharama zake na katika fungu la pesa alionayo, ili mradi tu karantini hiyo iweze kutengenezwa kwa ajili ya mapenzi ya jinsia moja, na mwisho wa siku watu hawa waweze kutibiwa haraka iwezekanavyo. Anachokihitaji na anachokitaka ni kwamba hataki ndani ya nchi ya Burkina Faso kuwe na itikadi ama maswala ya mapenzi ya jinsia moja ambayo yamekuwa yakiharibu vizazi na vizazi. Na naweza nikasema kwamba hakuna rais aliyewahi kufikiria ama kuwaza kitu ambacho anaweza kukifanya Ibrahim Traore kwa sasa, ambaye amekuwa akisimamia mitikasi yake, akisimamia pia itikadi yake anayoiwaza, na kuhakikisha ndani ya nchi ya Burkina Faso kila kitu kinakaa sawa. Yani haijalishi ni kwa Trump, haijalishi kama ni kwa Vladimir Putin ama kiongozi mwingine kama Kim Jong-un, kwamba watakuja na mikataba yao akaikubali. Yani hataki kukubaliana na mkataba wa aina yoyote, ama mkataba ambao umekuwa ukiendeshwa na dola ya Kikatoliki, ambao tunazungumzia mapapa ambao wamekuwa na asilimia kubwa ya kuleta ushawishi katika masuala ya ushoga pindi wanapokuwa wakileta mikataba yao. Sasa kwa Ibrahim Traore ameweza kuweka maisha yake rehani kwamba liwalo na liwe, kama itakuwa ni kuhusiana na swala zima la wao kutaka kumua, basi yuko tayari kuuliwa kwa ajili ya kupigania haki na kupigania misingi ya nchi ya Burkina Faso. Naweza nikasema tukutane kwenye comment ni Hot Boy Media, usisahau kusubscribe.